Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Ndugu mpendwa mtazamaji wa TV Baraka, endelea kubarikiwa hapo ulipo napokuletea neno la Mungu kutoka Kiongozi Kalenda ya Kanisa la Moravian Tanzania, ambalo kwa siku ya leo tarehe 17 mwezi huu wa 4, siku ya Ijumaa, tunayo masomo mawili. Somo la kwanza ni kutoka Agano la Kale na somo la pili ni kutoka kitabu cha Agano Jipya. Katika Agano la Kale, neno la Mungu linapatikana katika kitabu cha Zaburi sura ya 71 mstari wa 20 hadi wa 21. Zaburi sura ya 71 mstari wa 20 hadi 21. Lakini pia somo la pili ni kutoka kitabu cha Injili ya Luka sura ya 7 mstari wa 14c mtafika hata wa 15. Injili ya Luka sura ya 7 mstari wa 14c mpaka wa 15. Tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, ninakuja kwako. Asante Bwana kwa ajili ya siku ya leo, siku ya Ijumaa. Siku ambayo Mungu wetu tunahitaji neema yako endelee kutuatamia. Siku ambayo Yesu ni siku ambayo umetupa kwamba tuweze kutumikia wewe na si vinginevyo. Asante Bwana kwa ajili ya mtazamaji huyu na msikilizaji huyu wa TV Baraka. Ninaomba Bwana uweze kumwezesha, uweze kumfanikisha, aweze kulisikia neno lako hili Bwana. Katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kuamini. Amen. Mahali hapo neno la Mungu linasema hivi katika kitabu cha Zaburi ule mlango wa 71 mstari wa 20 mpaka 21. Wewe uliyetuonyesha mateso mengi mabaya, utatuhuisha tena, utatupandisha juu tena tokea pande za nchi ya nchi. Laiti ungeniongezea ukuu, urejee tena na kunifariji moyo. Katika kitabu cha Injili ya Luka ile sura ya 7 mstari wa 14c na wa 15, Yesu akasema, kijana, na kuambia inuka. Yule maiti akainuka, akaketi, akaanza kusema, akampa mama yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wa TV Baraka, somo hili nimelipa kichwa kinachosema kutoka katika taabu kuu. Kutoka katika taabu kuu, lakini pia hadi kufufuliwa kwa tumaini jipya. Kutoka katika taabu kuu hadi kufufuliwa kwa tumaini jipya. Wapendwa watazamaji, maisha ya mwanadamu hayakosi changamoto. Maisha ya mwanadamu, kuna nyakati mwanadamu anapitia au mtu anapitia majaribu makubwa, huzuni, anafika hatua mpaka anakata tamaa. Mwandishi wa Zaburi ambao nimeisoma anakiri wazi kuwa alipitia tabu nyingi sana. Haikuwa kazi rahisi katika utumishi wa Daudi. Daudi hakuwa tu kusifu, hakuwa na ile hali ya kusifu tu, lakini kuna mahali pengine aliweza kukutana na shida, aliweza kukutana na misukosuko mingi. Wakati mwingine alikutana na wanyama wakali ambao wangeweza kumjeruhi, lakini Mungu alikuwa pamoja naye. Pamoja na kwamba alipitia misukosuko mingi, lakini Mungu alikuwa pamoja na yeye. Mungu hakuweza kumwacha katika yale ambayo alipitia. Lakini jambo la ajabu ni hili, Mungu hamwachi mtu wake hali hiyo. Ana uwezo wa kuinua tena na kurejesha heshima ndani yako hata kama imepotea, na kukufufua na kufufua tumaini lililokufa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Ndugu mtazamaji wa TV Baraka, swali ni je, Mungu anaweza kukuinua tena baada ya kupitia magumu? Mungu anaweza kukuinua tena baada ya kupitia magumu? Tunaona hapa Daudi anasema kwamba umenionyesha mateso mengi yaliyo mabaya, lakini utanihuisha tena na kunipandisha tena kutoka vilindi vya dunia. Hapa mtunga Zaburi anakiri. Tunaona hapa anakiri, ameona tabu nyingi, ameumizwa sana,
huyu mtunga zaburi, lakini bado ana imani ya kuwa Mungu atamuhuisha upya. Bwana Yesu asifiwe. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Ndugu zangu watazamaji na wasikilizaji wa TV Baraka, Mungu wetu ni mwema. Daudi alijua kwamba Mungu atamuhuisha, lakini pia Mungu atamuinua kutoka chini, kutoka mavumbini, atamuinua tena upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini ujue ya kwamba maumivu si mwisho wa maisha. Maumivu siku zote sio mwisho wa maisha, na changamoto si mwisho wa safari. Narudia tena, maumivu sio mwisho wa maisha, na changamoto si mwisho wa safari. Kwa yale ambayo umekutana nayo, Mungu anaona kila jambo na kila pito unalopitia. Mungu hurejesha heshima yako. Watu wamekudharau, yaani hata ukitembea wanakusema vibaya, ukila vizuri watakusema, yaani shida aina yoyote watakusema, ukipata jaribu watakusema. Wanadamu hawana jema, lakini Mungu leo yuko tayari kurejeshea heshima yako iliyopotea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwana kondoo wa Mungu ameshinda. Utaongeza ukuu. Mungu anaweza kukuongezea ukuu. Anaweza pia kukufanyia njia kwa yale ambayo umepitia. Mungu si kitu. Mungu si tu anaokoa, bali pia anarudisha heshima. Pamoja na kuokoa, lakini pia anarudisha heshima. Lakini pia anakufariji baada ya maumivu. Kumbe Mungu hubadilisha hadithi ya mtu. Kumbe Mungu anaweza kubadilisha hadithi ya mtu. Leo huyo mtu anaitwa jambazi, leo anaitwa mtumishi wa Mungu. Tumeona hata watumishi wengi, tumeona wachungaji wengi, tumeona manabii wengi. Wengine walikuwa majambazi, wengine walikuwa matapeli, walikuwa wakitapeli watu mijini, walikuwa wakienda kuiba huko vijijini, walikuwa wakivamia watu, walikuwa ni majambazi wa kutisha. Watu walikuwa wakiwaona, walikuwa wanawakimbia kwa majambazi kwa mbele yangu, ngoja nizame kwenye mahindi, nizame polini, nikimbilie huku. Lakini baada ya kumkiri Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yake, Yesu amebadilisha maisha yao. Leo wanamtumikia Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo Mungu hubadilisha hadithi ya mtu. Ulikuwa mbaya, ulikuwa mtukanaji, wanakufahamu kwa utukanaji kwenye mtaa wako. Walikufahamu kwa wizi kwenye mtaa wako, lakini leo ukimpokea Yesu kwa mwokozi wako, leo unabadilishiwa jina, unakuwa na ukurasa mpya. Watakuita mwema, watasema yule mtu aliyekuwa mwizi leo anamtumikia Mungu madhabahuni pake. Hivyo Mungu anatoa aibu, hutoa aibu, huingiza heshima, hutoa huzuni, na pia huwa na faraja au huwa mfariji wako. Wengine wamekata tamaa. Umekata tamaa, wewe ni mgonjwa, wamekwambia ugonjwa huponi, kesho ufiki. Wakati mwingine uko hospitalini, uko hapo hospitalini na unanisikiliza. Kule nyumbani wameanza kutoa viti nje kwa ajili yako. Umekata tamaa, usikate tamaa. Yesu yupo kwa ajili ya kurudishia heshima. Lakini tunaona katika somo la Luka sura ya 7 mstari 14 mpaka 15, hapa tunaona neno la Yesu linaleta uzima. Neno la Yesu linaleta uzima. Hii ilikuwa ni habari ya Yesu alipokuwa anaenda kwenye mji wa Naini, ambako kuna mama ambaye alikuwa ni mjane, alifiwa na mtoto. Sasa mtoto wake alifariki. Saa ilipofika ya kwenda kuzika, kwenda makaburini, wale wanaobeba maiti wakabeba, na watu wengine makutano mengine wakawa wanakwenda makaburini kwa ajili ya kwenda kuzika. Tunaona Yesu anakutana na mkutano huo mkubwa. Alipofika pale mahali walipobeba ule mwili wa yule mtoto ambaye ni wa mama mjane, akausimamisha ule mkutano. Alipousimamisha, tunaona Yesu anaachilia uzima ndani ya huyo kijana. Alikuwa amekufa, alikuwa mfu, lakini Yesu akamwambia inuka. Yule mfu akaketi, akaanza kusema,
akawa mzima kama waliokuwa wazima wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunaona Yesu ndiye mwamba wa uzima. Amekwenda kumfufua aliyekufa, leo hii anapata uzima. Alikuwa anapelekwa makaburini, leo hii anapata uzima. Sikiliza, hapa tunaona Yesu anatenda kitu kizito katika maisha. Kifo kinashindwa, uhai unarudi. Hivyo Yesu ana mamlaka juu ya kifo na huleta kwa wale waliokata tamaa ya kuishi, Yesu analeta uzima ndani yao. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa mtazamaji na msikilizaji wa TV Baraka, ni neema kubwa ambayo umepata kwa siku ya leo, siku ya tarehe 17, leo siku ya Ijumaa. Naam, Mungu akusaidie, akujalie, akuwezeshe uweze kumkubali Yesu kuwa ni mwokozi wa maisha yako. Na kumbuka kwamba yale ambayo yalikuwa yamekufa au mambo yaliokuwa yamekufa maishani mwako, ndoto zilizokuwa zimekufa maishani mwako za namna kumtumikia Mungu, tumaini na furaha iliyokuwa limeondoka katika maisha yako, Yesu anaweza kuvifufua upya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapendwa, ujumbe wa leo ni wazi. Mungu anaona taabu zako. Mungu atakuinua tena. Yesu anaweza kufufua kile kilichokufa maishani mwako. Na kama upo hapo unapitia majaribu na umekata tamaa, kuna kitu kimekufa ndani yako, mwambie Mungu leo, sema, Bwana nihuishe tena. Bwana inua maisha yangu tena. Bwana rejesha tumaini langu. Mungu akubariki sana ndugu mtazamaji na msikilizaji wa TV Baraka. Naamini kupitia ujumbe huu ambao nimekuletea mimi mtumishi wa Mungu Mchungaji Joseph Mwitanwa kwa siku ya leo ya Ijumaa, kama umebarikiwa, naomba ufunike macho yako tuombe. Mungu mtakatifu mwenye enzi yote, asante kwa ajili ya ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa TV Baraka. Bila shaka amekwenda kubarikiwa na neno hili ambalo Mungu wetu umekwenda kusema naye, umesema naye, umezungumza naye. Naam, ninaomba Bwana, wewe unayebadilisha maisha, ninaomba umbadilishie maisha. Aliishi maisha ya kukata tamaa, aliishi maisha ambayo hayakupendezi wewe Mungu wetu, ninaomba ubadilishe maisha yake yawe maisha mapya. Naam Bwana, naamini katika ufalme wako utakuwa pamoja naye. Ninaomba usinyamaze kimya juu yake. Endelea Bwana Yesu kumbariki hapo alipo. Kama yuko kitandani, ni mgonjwa, hawezi, anaumwa, amekata tamaa, ninaomba huisha kwa upya yale ambayo amekata tamaa nayo, iwe ni magonjwa, ninaomba Bwana mrudishie furaha ndani yake, mrudishie uponyaji. Naam, awe mzima kwa jina lako. Asante Bwana kwa kuwa wewe ni mwema. Kwa siku ya leo tunakutegemea wewe peke yako, hatuna tegemei watu wengine. Wengine wanategemea waganga wa kienyeji, lakini sisi tumekubali kulitegemea jina lako. Na hata huyu mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa TV Baraka amekubali kulitumainia jina lako. Ninaomba haya nikiamini kwamba kupitia jina lako atakwenda kupona, kufunguliwa katika jina la Yesu. Amen.